mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 7 ya mwezi wa 7 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya watakatifu Leonardi na wenzake wafiadini wa Goricum, na pia maisha ya mtakatifu Pantaleo, baba wa kanisa. Watakatifu Leonardi na wenzake Wakapuchini wafiadini wa Goricum. Mnamo mwaka 1572 watu wa Uholanzi walimwasi mfalme wao ambaye aliitwa Filipo wa Hispania. Waprotestanti wa Uholanzi walitaka imani Katoliki ifutwe nchini mwao. Hivyo waliingia ndani ya makanisa wakivunja sanamu, wakivunja misalaba, altare na kutenda kufuru nyingi. Katika mji wa Goricum walikaa mapadre 19, mapadre ambao pia walikuwa watawa wa Kapuchini. Mkuu wao aliitwa Padre Leonardi. Waasi wale waliuteka mji wa Goricum, wakawakamata mapadre wote na kuwatupa jela. Siku hiyo usiku, waasi hao baada ya kulewa sana pombe, waliwatoa mapadre hao, wakawavua nguo zao zote, wakawatesa vibaya sana ili waikane imani yao. Wakawalazimisha kwa nguvu waseme kuwa Bwana Yesu Kristo hayumo katika sakramenti ya Ekaristi, na pia wamkane Baba Mtakatifu kuwa ni kiongozi wa kanisa lote ulimwenguni na kadhalika. Lakini mapadre hawa ambao walikuwa pia watawa walikaa imara. Ndipo wazushi hawa wakawafunga mapadre kamba shingoni na kuwatundika juu ukutani karibu na mlango, wakiwasukuma huku na huko na kupiga kelele. Mwili wa Padre Leonardi ukaanguka chini, na hapo askari walitoa mwali wa moto, wakaanza kumchoma kichwa, masikio, pua na midomo yake. Wakidhani ya kuwa amekufa, wakaenda zao. Lakini Padre Leonardi hakufa, na polepole fahamu zilimrudia tena. Baada ya siku 10, mashahidi hawa watakatifu walipakiwa katika meli, wakasafirishwa mpaka bandari ya Breile. Kule Lumei, ambaye alikuwa kapteni wa wanyang'anyi na adui mkubwa wa Wakatoliki, aliwasubiri. Walipofika walipelekwa sokoni, na njiani walipigwa na wazushi, waasi wa dini, waliwatukana na kuwatupia mawe. Lumei aliwapiga mijeledi ya usoni. Wakati huo Leonardi na wenzake waliimba litania ya watakatifu. Mwishowe walikokotwa nje ya mji na kunyongwa kwa kamba, wakafariki dunia. Watu hawa walikuwa wakatili sana, kwa kuwa hata baada ya ndugu hawa kufariki, waliikata miili yao vipande vipande. Mauaji haya yalifanyika mnamo tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 1572. Majina ya wafiadini hawa watakatifu ni Leonardi, Andrea, Yakobo, Adriano, Yeronimo, Theodori, Nikasi, Willihad, Francisco, Petro, Korneli, Nikola. Walikuwepo wawili wenye jina hilo, Godefridi wawili, Yohani wawili na Antoni wawili. Papa aliwatangaza kuwa watakatifu mnamo mwaka 1867. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya mtakatifu Leonardi na wenzake Wakapuchini wafiadini wa Goricum. Anayependa maisha yake atayapoteza. Anayechukia maisha yake katika ulimwengu huu atapata uzima wa milele. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 12 aya ya 25.
Turejee sasa kusikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Pantaleo, baba wa kanisa. Mtakatifu Pantaleo alikuwa baba wa kanisa. Aliishi karne ya pili huko Sisilia nchini Italia. Alizaliwa katika familia ya kipagani na alisoma na kuwa mtaalamu wa falsafa ya Wastoiki. Hamu yake ya kutaka kupata fadhila za juu ilimfanya akutane na Wakristo, na baada ya kuvutwa na unyofu wa utakatifu wa matendo yao, aliufahamu ukweli na akaongoka na kuwa Mkristo. Alisoma maandiko matakatifu chini ya maongozi ya wafuasi wa mitume, na hamu yake baada ya kuelewa maandiko ilimfanya aende huko Alexandria, Misri, mahali ambapo wafuasi wa Marko Mwinjili walikuwa wameanzisha shule ya teolojia. Pantaleo hakutaka kuonesha vipaji vyake vya uandishi na biashara. Elimu yake kubwa katika maandiko matakatifu ilijulikana baadaye sana, kwa kuwa alikuwa mnyenyekevu sana na hivyo kuficha kipaji chake. Kabla ya mwaka 179 alifundisha katika chuo cha teolojia cha Alexandria na kukipandisha hadhi yake kuliko shule nyingine zote za falsafa kwa ujuzi wake wa kufundisha. Klementi wa Alexandria alimwandikia barua akimwita nyuki wa kweli wa Sisilia, anayekusanya chavua ya maua ya bustani ya manabii na mitume. Hii ni kutokana na kipaji chake cha kukonga nyoyo za wasikilizaji wake kwa maarifa yake ya hali ya juu. Wahindi na pengine watu kutoka kusini mwa Arabia waliofanya biashara huko Alexandria walimwomba Pantaleo atembelee katika nchi yao. Pantaleo aliondoka katika shule aliyokuwa anafundisha na kwenda kuhubiri Injili katika nchi za mashariki ya mbali, na akakuta Injili ilishahubiriwa tayari kwa watu wachache. Aliporudi Alexandria, alileta kitabu cha Injili ya Mathayo kilichokuwa kimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, kitabu ambacho Mtakatifu Bartholomeo alikuwa amekipeleka. Pantaleo aliendelea kufundisha Injili huko Alexandria hadi mnamo mwaka 216 alipofariki dunia. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Pantaleo, baba wa kanisa. Jihadhari mtu yeyote asikupoteze kwa mafundisho ya falsafa ya uongo. Rejea ya Mtakatifu Paulo. Watakatifu wengine tarehe 7 ya mwezi wa 7: Mtakatifu Wilibard, watakatifu Parmenius, Heraclius, Elias, Apollonius, Eudomius, Anovius na Pulbius, wafiadini wa Misri. Watakatifu Leonardi na wenzake, wafiadini wa Goricum, na pia Mtakatifu Pantaleo, baba wa kanisa. Mtuombee.